الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه. Amma ba'du, ndugu zangu, kuna jambo moja tu kabla ya dua. Wafiwa wanatoa shukurani na kuwa hawana lugha ya ufasaha ya kukabilisha na wema wenu na ihsani yenu na uungwana wenu mlioufanya kwa ajili ya kuja kumstiri na kumhifadhi katika sehemu yake mzee wetu, Mungu amrahamu, bali wanachokisema kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja wetu aliyoshiriki katika jambo hili, Mungu na yeye amwekee badala. Akifiwa au akipata msiba wa karibu, basi na yeye Mwenyezi Mungu awalete watu wakuja kumsitiri, wakuja kusitiri maiti wake. Lakini la pili, hili ni la kwangu. Sisi Waislamu kujengea makaburi ni haramu, ila makaburi ambayo ni ya watu watatu na ambao watakaokuwa wameonwa kwa maono ya kisheria. Mmoja katika watu hao ni waja wema. Waja wema usiwaangalie wewe kwa macho yako, waangalie kwa macho ya kisheria. Lakini na mja mwema mwenyewe atakayeonwa kwa macho hayo ni kadhi, ndio anaweza akasema mtu huyu kaburi lake lijengewe. Mzee wetu huyu kwa aliyoyafanya katika Uislamu na aliyoyafanya nje ya Uislamu na aliyowafanyia jamii Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa kweli kaburi lake lina haki ya kujengewa, ili kumbukumbu hii isipotee. Tukifika makaburini, basi kaburi lake tulione lile, watu waende wakatabaruku wa kumwombea dua na mambo mengineyo. Kwa hiyo naomba katika familia hii kaburi la mzee wetu hili lijengewe na ili iwe ni kielelezo katika Uislamu. Kuna jambo mnaweza kulifanya hali ya kuwa ni kielelezo tu, ni kumbukumbu tu kwa ajili ya mambo fulani fulani. Kwa hiyo kaburi hili naomba tulijengee, tupate kumbukumbu, tumuenzi mzee wetu kwa aliyetufanyia. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atukutanishe naye peponi, tukamuone mzee wetu, mzee Alhaji Simba, tukiwa naye peponi. Mungu alifanya kaburi lake kuwa ni uwanja katika viwanja vya pepo.